Bana, habari ambazo zina trendi kwa kasi sana mitandaoni muda huu. Habari za michezo ambazo zimekuwa on top au zimekuwa on fire kwenye habari nyingi za michezo ambazo utakutana nazo mitandaoni. Kwanza ni habari ambayo inaihusu klabu ya Yanga na kesi yake kule CAS, ambapo hiyo kesi ni kama CAS wamechomoa betri bwana, wamerudisha majibu kwa klabu ya Yanga ya kuwa haikupaswa hiyo barua au hayo malalamiko yaende CAS moja kwa moja. Kuna namna ambavyo Yanga walitakiwa wayapitishe hayo malalamiko. Baada ya kukataliwa hapo ndipo walitakiwa wayapeleke CAS. Lakini habari nyingine ndo hiyo habari ya ushindi au ubingwa wa Yanga kwa mashindano ya Muungano Cup. Lakini habari nyingine ni habari ya Mbeya City kupanda daraja kuja ligi kuu kutoka Champion League baada ya kushinda magoli 5 leo dhidi ya Cosmosia ya Arusha. So wamepanda ligi moja kwa moja na kuungana na Mtibwa Sugar. Sasa habari ambayo inawahusu Yanga na CAS yenyewe inasema Yanga imerudishwa kwenye kamati ya rufaa ya TFF. CAS wamesema Yanga walitakiwa kuanzia kamati ya rufaa ya TFF kwa mujibu wa kanuni za TFF, bodi ya ligi kwa maana ya TPLB, lakini pia na CAS. CAS wamekubaliana na hoja za TFF na Simba Sport Club ambao ni miongoni mwa walioshtakiwa CAS. CAS hawana mamlaka ya kutaka mechi ya dabi isipangiwe tarehe nyingine. Rufaa ya klabu ya Yanga imekataliwa CAS na hivyo ni rasmi wameshindwa rufaa yao ambayo walipeleka CAS. Shirikisho la soka TFF na Simba Sport Club wao waliwasilisha hoja zao na CAS wamekubaliana nazo, na Yanga Sport Club wanatakiwa waanzie kwenye kamati ya rufaa ya TFF. Baadaye ndo kama ikishindikana waende CAS. Kwa hiyo hiyo ni habari ambayo mpaka sasa hivi inatembea kwa kasi sana mtandaoni. Habari ambayo imetoka CAS inawahusu klabu ya Yanga. Lakini katika hili huwezi ukawapa mandate klabu ya Simba na TFF kwamba wao hoja zao ndo zimekubaliwa mpaka CAS wamechomoa hili shtaka la Yanga kwa upande wao. Hapana, ila mimi naamini tu ni taratibu ambazo zinatakiwa zifuatwe kwamba kama imeshindikana kwenye kamati ya usuluhishi ya TFF na TPLB, basi ndipo mashtaka yaende moja kwa moja CAS. Lakini kwa sababu Yanga hawakuanzia huku, waliona kama kuna uwezekano wa kupata haki zaidi wakipeleka lalamiko lao CAS. Lakini pia CAS wao wameona wakishughulikia hili swala na huku halijapita TFF itakuwa ni kama kuishusha TFF na kutokuiheshimu. Kwa hiyo wameona ni bora Yanga waanzie huku ili kishindikana hapo ndipo waende CAS. Lakini ni jambo rahisi sana. Kama Yanga wataamua kuendelea kukaza katika msimamo wao, walipeleke hili swala TFF. Kama itashindikana, basi watachukua huo ushahidi na kuandika barua nyingine kupeleka CAS na swala lao litasikilizwa. So hapa hakuna mtu kupewa mandate ya kwamba labda ameshinda kesi. No, hapa ilikuwa kesi, ila ilikuwa ni taratibu na kanuni za kimpira ambavyo zinatakiwa ziheshimiane zenyewe hizi taasisi. Lakini taarifa nyingine ni taarifa ya Yanga kuwa mabingwa wapya wa kombe la Muungano. Yanga ndiyo timu ambayo imebeba mara nyingi zaidi kuliko timu yeyote hili kombe la Muungano. Wao wamebeba mara 7 wakati Simba amebeba mara 6. So Yanga baada ya kushinda leo kwa goli moja ambalo limefungwa na Max Nzingeri dhidi ya JKU, wameongeza idadi ya makombe hayo ya Muungano mpaka kufikia 6 na kuwa ndo timu ambayo imeshinda mara nyingi zaidi. Kwa kifupi ni bingwa wa kihistoria wa mashindano haya ya Muungano Cup. Lakini habari nyingine ni habari ya Mbeya City kupanda daraja, yani Mbeya City imerudi ligi kuu.
Mbeya City imerejea ligi kuu ya NBC Premier League na kuungana na Mtibwa Sugar baada ya ushindi wa mabao 5-0 dhidi ya Cosmopolitan FC, ambapo mechi hiyo imechezwa Mbeya. Mbeya City imefikisha alama 65 ambazo Stand United hawawezi kuzifikia. Kwa maana hiyo msimamo unasoma kwamba namba 1 yupo Mtibwa Sugar ambaye ana pointi 68, lakini namba 2 yupo Mbeya City ambaye ana pointi 65, wakati nambari 3 yupo Stand United ambaye ana pointi 60, wakati nambari 3 yupo Geita Gold ambaye ana pointi 55. So hawa Stand United na Geita Gold hawa wataumana ili kupata, hawa wataumana na timu za ligi kuu ili kuweza kupata timu mbili ambazo nazo zitapanda mara baada ya playoff ambayo itachezwa. So Mbeya City na Mtibwa Sugar hawa wamepanda moja kwa moja kuja ligi kuu ya NBC Premier League. Sasa kuna kitu inabidi tukiangalie hapa. Kama CAS wameamua kurejesha au kuwachomolea Yanga kwa kile ambacho walikuwa wanadai wao kwamba wanastahili kupewa pointi 3 kwa kuahirishwa mechi hiyo. Sasa kama CAS wao wamesema hawawezi kutoa pointi 3 au kuahirisha hiyo mechi au kukataa tarehe nyingine ambayo TFF wataipangia hii mechi ya dabi baina ya Yanga na Simba. Tukiangalie sasa dabi hii jinsi ambavyo itakuwa na tension kubwa sana. Kwa maana ya dabi zote zinakuwa na tension, lakini hii naamini inaweza ikawa na tension kubwa sana. Kwa maana gani? Kwa maana Simba kwanza atahitaji ushindi. Kama tu Simba mechi zake zote zilizobaki viporo na mechi zingine ambazo zimebaki atashinda zote, na Yanga naye akashinda mechi zake zilizobaki, manake Simba atakuwa anazidiwa pointi 1 na Yanga. Kwa hiyo kwenye hiyo dabi Simba atahitaji ushindi tu, hakuna kitu kingine. So Simba itakuwa ni must win, lakini Yanga atakuwa na matokeo mawili, either atoe draw au ashinde. So unaona ni jinsi gani hiyo mechi, jinsi ambavyo itakuwa na tension kubwa sana, kiasi ambacho kinaweza kikapelekea tena tukashuhudia mambo mengine tena haya ambao wanaanza kukimbiana tena, inaweza ikatokea tena huko kuanza kukimbiana. Kwa sababu pia ukiangalia hii mechi ambavyo pia inakuwa na mtego mkubwa ni kwamba Yanga sasa hivi wanaonekana kama hawataki kuicheza hii mechi, lakini kuna muda itafikia Yanga watahitaji hii mechi waicheze ili tu kulinda heshima na kuwaudhi watani wao. Kwa maana gani? Hii pointi itakaa hapa kwamba kama Yanga atashinda mechi zake zote, manake obvious atakuwa ni bingwa, huku akimwangalia Simba asidondoshe pointi yoyote katika mechi zake zilizobaki. Simba akishindwa tu mechi 2, either akafungwa mechi 1 na nyingine akatoa draw, Yanga atatangazwa kuwa bingwa, ili hali Simba atakuwa hata kama bado hajamaliza michezo. Lakini pia kama Simba atapoteza michezo 2 mfululizo, itakuwa imemrahisishia Yanga kutangaza ubingwa mapema zaidi. Sasa Yanga akiwa bingwa, kwa maana hiyo mechi kama itakuwepo ya dabi, Yanga atakubali kuicheza hiyo mechi. Kwa sababu gani? Kwanza itakuwa ni mechi ya mwisho wa ligi, na kipindi hicho ambacho Yanga atakuwa anacheza na Simba, manake Yanga atakuwa ni bingwa kama tu Simba atapoteza mechi zake. Na Yanga akiwa bingwa, manake anategemea Simba akampigie ile tunaita guest of honor, yani ampigie makofi Yanga kwa kuwa bingwa. Lakini pia kombe litaletwa uwanjani siku hiyo ambayo wanacheza Simba na Yanga. Kwa hiyo Yanga atakabidhiwa kombe mbele ya mashabiki wa Simba wakiwa wanaona. Sasa unaona jinsi ambavyo itakuwa inauma Kwa maana katika hiyo mechi hata kama Simba atashinda, lakini Yanga atakuwa bado ni bingwa. Lakini Yanga ataenda kuicheza hiyo mechi kutokana na heshima tu ambayo yeye atakuwa anaenda kuiweka. So hii mechi imekaa kimitego sana, kiasi kwamba kama tu TFF wataiweka hii mechi itakuwa ya mwisho, manake ni lazima Simba ashinde viporo vyake na mechi zake zilizobaki, ili tu kuendelea kumfanya Yanga aendelee kuikataa hii mechi
kwa sababu ataamini kabisa kwamba hii mechi kama Simba atashinda mechi zake na yeye Yanga akashinda mechi zake, zikipishana pointi moja, manake hii mechi kama wataingia Yanga wakifungwa wanapoteza ubingwa. Na wakipoteza ubingwa manake kombe litakabidhiwa pale mbele ya mashabiki wa Yanga, na Yanga watakuwa wameongoza ligi kwa muda kidogo ambapo Simba walikuwa hawachezi, so itakuwa ni aibu kidogo. So ni jinsi gani ambavyo hii mechi imekaa kimitego, tuone ni Simba itakuweje mechi zao, maana kesho anacheza na Mashujaa, so hatujui mechi zingine ambazo zimebaki. Kwa maana hiyo kila baada ya siku mbili lazima Simba acheze mechi. Kwa tarehe 5 tena atakuwa na mechi, hivyo hivyo tarehe 8 atakuwa na mechi, mpaka tarehe 11 tena atakuwa na mechi za hivi viporo alivyobakisha. So tuone ni nini ambacho kitatokea kwenye hii dabi ya Kariakoo, itachezwa au Yanga wataendelea kushikilia chuma.